watu waje kujifunza vitu hapa. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo mtu mwenye mzigo na kazi yake anakuwa na maono ama mipango ya kukamilisha ile huduma. Hapa asingekuwa na maono ya kuwa na makongamano, sasa hivi sijui tungekuwa wapi. Haleluya, jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo angalia, kama una msukumo katika kipawa fulani ama huduma fulani ama karama fulani, hakikisha sasa unatengeneza mipango ya kukuwezesha ama kuweka miundombinu mizuri ya kuhakikisha kwamba unakitendea kazi kipawa chako. Vijana amen. Vijana amen. Vijana ambao mmewashwa moto amen. Muwe na mipango. Unajua siku zote mtu ambaye hana mipango hawezi kufikia malengo. Mipango inakufikisha kwenye lengo. Wewe fikiria, kuna vijana wengi wametangaziwa kwamba tarehe fulani, mwezi fulani, mwaka huu tutakuwa na kongamano. Unajua kuna watu hawako hapa, walitamani kuwepo, lakini wamefika mwisho wa siku hawana nauli. Kwa sababu gani? Hawakuweka mipango ya kupata fedha. Ila kama wangeweka mipango ya kupata fedha, nina uhakika tungekuwa na vijana wengi mahali hapa. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo kwa sababu ninyi mko hapa na mnajua mwakani lazima tuwe na kongamano, mipango inaanzwa leo. Usianze mipango wakati tukio limefika, utafeli. Waowaji mpo? Hiyo nayo ni huduma. Kuoa usichukulie poa, ni huduma. Wewe una mipango ya kuoa mwezi wa 12, lakini mpaka sasa huna uhakika wa kupata mahali. Utaoa? Umeshapata msukumo kabisa wa mwilini wa kuoa, na umeshamwona binti, umeshazungumza naye, lakini mipango ya kwenda kupeleka mahali huna. Umefeli. Unajua Waswahili wanasema mpango si matumizi. Sawa? Matumizi ni utekelezaji wa mpango. Sio kwamba unakataa usiwe na mipango, ila uwe na mipango unayoweza kuitekeleza. Ukishapata mipango, tengeneza na mazingira ya kuitekeleza. Unataka kuoa, hakikisha unapanga mipango ya kupata mahali. Utapata wapi shera? Utapata wapi suti? Unajua siku hizi bibi harusi shera unampa yeye, sio yeye anatafuta shera. Yaani ukiona bibi harusi anakutafutia shera, basi ni mapenzi yake, lakini shera inatoka kwa mwanaume, si ndio mwenyekiti? Shera inatoka kwa nani? Ila siku hizi bwana, wanawake wana akili. Unakuta ninakwambia usiwe na wasiwasi hani, nitakusaidia mahali. Wapo siku hizi, wapo wadada wengi wapo, kwa sababu wadada na wao siku hizi wamekuwa na akili, ni watafutaji. Ila angalia, akisha kusaidia kulipa mahali, kuna siku hutamwambia niletee maji. Kuna siku utamwambia niletee maji, anasema nimechoka. Ukisema kwani hata mahali si nikusaidia? Sasa bado hatujafika kwenye hicho kipengele, nimepitisha tu. Bwana Yesu asifiwe. Tunaangalia namna ambavyo unaweza kuthibitisha wito wako. Ukishakuwa na shauku, ukishakuwa na ule msukumo wa kufanya ile kazi, uwe na maono. Unataka kufika wapi?
mimi ni mwimbaji, ama kwaya yetu hii tunataka tufike wapi. Msiende kama watu wasioona. Biblia inasema sisi tuliookoka sio watu wa usiku, ni watu wa mchana. Manake unaona mbele unakotaka kwenda kabla hujafika. Hiyo ndio maana ya mtu anayemjua Mungu. Tunapaswa kuwa watu ambao tunaona kule tunakotaka kufika. Mimi pale kanisani nafikiri nishawahi kukusimulia. Nasema nilikwambia hivi, hili sio kanisa letu hili. Hili sio kanisa letu. Hili hapa ni shule ya Biblia, halafu juu yake kutakuwa na TV na redio, halafu juu kutakuwa na ukumbi wa sherehe na mikutano. Kanisa letu liko pale. Na waonyeshanaga watu, na waumini wangu wote wanajua. Tuna 7 years tangu tumeanza. Lakini mipango tulionayo ni mikubwa. Halafu tukishaipanga tunaingia kwenye utekelezaji. Tunafanyaje? Tuanze na kipande hiki. Sasa hivi tumeanza kupiga tofali. Tumeanza kupiga tofali. Na tulisema hawa wakikanyaga, wakirudi wanakuta kanisa limeshazunguka matofali. Tusema tunaanza ndani, tunapiga tiles, tunaweka madhabahu nzuri, tunaweka vizuri. Ni mipango yetu tulioipanga. Sasa Mungu ukitaka akusaidie kwenye kazi yako, muonyeshe mipango. Halafu unapoomba unasema, Mungu, hatua tulioifikia ni hii hapa. Tukimaliza hiyo hatua tunasema, Mungu, tunaenda hatua nyingine hii hapa. Mungu anaenda na wewe kulingana na ile mipango. Sasa kuna mwingine anachola liramani, alafu anakana kusema, Mungu, tekeleza hiyo ramani. Hatekelezi. Mungu, nimeshapata mke, nataka nioe. Unafikiri Mungu yuko pale kukuolea? Mungu yuko pale kukusaidia kutimiliza mipango yako. Vijana oye! Vijana oye! Panga mipango, uwe na maono. Unataka kufikia wapi kwenye kipawa chako? Unataka kufikia wapi kwenye kuwa nani? Fundi mitambo. Amen. Kaka yangu siku moja, wakati huo tulikuwa na vispika viwili kanisani. Nakumbuka vilikuwa vya pembe tatu, sijui manku hayupo. Vispika viwili. Alafu siku moja nikamuotea kaka yangu ana seti mitambo mikubwa ya maana. Ana seti, nikamwambia, bro, nimeona una seti vyombo vikubwa. Akaniambia, mdogo wangu, yani hayo ndio maono yangu. Ninatamani kuseti mitambo mikubwa. Unajua alifikia stage wakati kuna redio moja inaitwa Praise Power. Ilikuwa chini ya mama Wakatale. Ile redio wakati inafungwa, mafundi mitambo wengi walishindwa kuifunga. Wamesha seti nyaya zao, wamemaliza kila kitu, fungua, haiendi hewani. Wakaenda wakatafuta mpaka mafundi mitambo wa TBC, wakaenda pale wakachemsha. Wakaenda mafundi mitambo wa Radio 1 wakafunga, wakachemka. Sasa kijana mmoja nafikiri mnamfahamu, anaitwa nani, Aaron. Ni mwimbaji tu, alitoka pale Ujiji. Asema, jamani, mimi na fundi mitambo wangu namfahamu, namwamini. Akampigia simu brother. Akaenda pale. Akaangalia, akagundua tu kuna nyaya 2 tu. Walizipishanisha. Akaniambia, sasa hapa kuna kazi kubwa, nipisheni. Tokeni. Akakamle ameshazi connect fulani ili onekane amefanya kazi kubwa. Akasubiri kama nusu saa hivi. Alafu akawapigia simu, hebu washeni redio zenu huko. Wakawasha, kitu kimeitika. Wanakuja wanasema, vipi? Anishamaliza kazi. Wanampigia simu mama, anambia, sasa huyo kijana namtaka. Tunamtafutia nyumba, tunamtafutia usafiri, watoto wake tunawalipia, lakini masharti awe mshirika wetu.
Brother sema nyie msinitanie. Akasema mimi nipeni changu tu, mimi naondoka. Mimi na kanisa langu sihami. Unajua kuwa na msimamo ni jambo zuri sana, si ndio eh? Amen. Hata kuna mtu mwingine angesikia nyumba, gari, watoto kusomesha, asema hapa si ndio Mungu kanipa. Kumbe wakati mwingine shetani amepitia kipawa chako kukuondoa kwenye mstari. Sio kila mahali Mungu amekupangia usali. Lazima uwe na akili. Haleluya, haleluya. Sio kwamba tunakataa wale sio hawana imani nzuri, sawa, lakini ili wewe ufikie kwenye kusudi la Mungu, kuna mahali Mungu amekupanda. Bwana asifiwe sana. Sasa siku mpunga ujingoe, useme mimi sitaki kupandwa kwenye majaruba, mnipande kule kwenye matuta, huo mpunga utakomaa. Lazima tuwe na akili. Amen. Amen. Mahali ambapo Mungu amekupanda, hapo ndipo pana hatima yako. Pana hatima yako. Kama Mungu ameshakupa shauku na wewe ukatengeneza mipango, kaa hapo, halafu hiyo mipango Mungu ataitimiliza katika jina la Yesu. Lakini jambo la tatu, Mungu anakupa ujumbe ambao umebeba hatima ya kipawa chako. Bwana asifiwe. Ndio maana wachungaji wakitaka kutujua, akishakupangia leo uhubiri, amen, anakusikiliza. Utaruka, utajifanya mwinjilisti, utaruka, utaenda kule, utarudi kule.